Baada ya kusema hayo, naomba niseme kidogo sana juu ya changamoto za jamii yetu, na kwa bei ya chini sana kiasi kwamba hata watoto wadogo wanaweza kupata pombe hizi. Sisi tunaona kuwa hili ni jambo la hatari sana na linaondoa fursa tulionayo ya kuwa na vijana katika taifa letu. Kwa kuwa vijana wengi wameingia kwenye uraibu wa matumizi ya pombe kali, wanakuwa dhaifu na afya zao zinaathirika kiasi kwamba hawezi kuwa nguvu kazi inayotegemea. Hili linathibitishwa kwa ongezeko la watu wenye shida za magonjwa kama vile figo, ongezeko la magonjwa ya watu wenye umri mdogo, ajali za especially wanaoendesha vyombo vyetu vya usafiri kama bodaboda na bajaji, ambao wengi wanakuwa wameweza kuendesha wakiwa katika hali ya ulevi. Mheshimiwa mgeni rasmi, tunaomba serikali iangalie upya sera zinazoongoza utoaji wa leseni za viwanda vya uzalishaji, usambazaji na uuzaji wa pombe kali. Tunaishi katika jamii ambayo hata watoto wenye umri wa chini kabisa wanaweza kujipatia vileo bila kuulizwa swali lolote na mtu yeyote, na kwa bei ambazo wanazimudu. Hii si sawa. Sambamba na hilo, serikali inaweza kuona umuhimu wa kuangalia namna ya kuweka udhibiti wa mitambo ya kuvuta sigara maarufu kama shisha. Sasa hivi kuna wimbi kubwa la vijana wadogo, vijana wa kiume na wa kike wanaovuta sigara au tumbaku hizo za shisha, na wengine wakiiga mfumo mpya wa maisha ambao wanadhani ndio fashion. Hivi karibuni niliingia katika mall moja maarufu sana pale Dar es Salaam, na katikati ya korido unapoingia tu unakutana na sigara mpya zilizoingia sasa hivi ambazo hazitoi moshi, zinaitwa Viper nafikiri. Hazitoi moshi, hazifanyi nini, lakini zina athari kubwa sana kwa vijana wetu. Na vijana wengi wa kike na wa kiume wadogo kabisa wamekuwa wakivitumia kwa kiasi kikubwa. Tunawasihi sana serikali mfanyie kazi jambo hili kwa kufanya utafiti, kujua kiwango halisi cha madhara yanayotokana na uholela wa uuzaji wa vitu kama hivi, na kuunda sera ambazo zinaweza kufanyika kuokoa vijana wetu katika janga la mambo ya jinsi hii. Mheshimiwa mgeni rasmi, tunayo hofu juu ya uhuru uliopo katika ruhusa ya michezo ya kamari. Inafanyika kama betting. Vijana hawa ambao tunaona kama nguvu kazi ya taifa wanaishi katika mazingira yanayowaaminisha kuwa wanaweza kujipatia riziki za maisha yao kwa kupitia michezo ya kamari. Nguvu kubwa iliyopo katika kuhamasisha kwenye matangazo ya biashara na kadhalika, kuhamasisha vijana wetu kushiriki katika michezo ya kamari, inaleta matokeo ya taifa la watu wavivu, jambo ambalo linakinzana na sera za msingi za serikali yetu zenye kuhimiza watu kufanya kazi. Tunaomba serikali kuangalia kwa upya utaratibu uliopo katika kudhibiti michezo ya kamari. Hatuwezi kuwa na jamii ya watu wanaoamini kuwa wanaweza kuishi kwa bahati nasibu na tukawa na maendeleo. Mheshimiwa mgeni rasmi, katika jitihada za kujikwamua kiuchumi, watu wengi wameingia katika shida ya kuingizwa katika kile kinachojitambulisha kama fursa za maendeleo, lakini kiuhalisia ni namna ya kuwafanya watu kuwa watumwa katika mnyororo wa madeni. Hivi karibuni kumekuwa na ongezeko kubwa la watu na makampuni wanaojinadi kuwa wanatoa mikopo, na wengine sasa hivi wamefanya hiyo biashara kupitia mitandao, digital loans, sijui kitu kama hicho. Mahali pengi mikopo ya jinsi hii imeitwa mikopo ya kausha damu. Tunashukuru kwamba Benki Kuu ya Tanzania imetoa miongozo ya kuratibu makampuni yanayotoa mikopo. Hata hivyo, kiuhalisia, practically, ukienda kwenye jamii, watu wengi bado wanakumbana na mazingira mabaya sana ya huduma za mikopo. Tunaomba kuwepo kwa ufuatiliaji na uelimishaji zaidi ili kuwasaidia watu wasio wahanga wa mikopo yenye kukandamiza na kudhalilisha. Mheshimiwa mgeni rasmi, katika mkoa wetu wa Mbeya na Songwe na mahali pengine nchini, tunao tatizo la ongezeko kubwa la watoto wanaoishi katika mazingira hatarishi mitaani. Jambo hili katika mkoa wa Mbeya na Songwe ni geni sana. Miaka michache tu iliyopita hakukuwa na idadi kubwa ya watoto mitaani kama ambavyo tunaona sasa. Yapo mambo kadhaa yanaweza kuhusishwa na tatizo hili. Kwa vyovyote vile, ni maporomoko ya maadili kwa ujumla katika jamii yetu yana mchango mkubwa sana. Sisi kama kanisa tunao wajibu mkubwa katika kushughulikia jambo hili, na tutaongeza bidii kufundisha jamii yetu maadili mema. Hata hivyo, hatua hii muhimu ya kujenga maadili mema huanza katika ngazi ya familia. Ni dhahiri kuwa hatuwezi kuwa na kanisa au taifa lenye maadili mema kama hatuna familia zilizo na maadili mema. Sisi tunaona kuwa ni muhimu sana kwa viongozi katika ngazi zote za kijamii na serikali kuwa mfano wa mwenendo wa maadili mema katika taifa letu. Pia ni muhimu serikali iweke mkazo katika sheria na kanuni zinazohusu maadili, na pengine kuwajibisha wazazi na walezi ambao hawatimizi majukumu yao kwa familia. Lakini pia yapo mazingira yanaweza kuhusishwa na tatizo hili la ongezeko la watoto mitaani, ambayo yanahitaji ushirikiano mkubwa wa sekta mbalimbali ikiwemo serikali. Kwa mfano, kumekuwa na ongezeko kubwa la huduma ya kukanda miili maarufu kama masaji. Mazingira ya huduma hizi
kwa kiasi kikubwa yanaajiri mabinti na vijana wa kiume ambao wanatoa huduma zaidi ya vile leseni za huduma hizi zinavyoelekeza. Sisi tunaona maeneo haya wakati mwingine hutumika kama vichaka vya mambo ambayo ni kinyume na maadili yetu na yenye kuleta matokeo mabaya, ikiwa ni pamoja na tatizo la kuongezeka kwa watoto ambao hawana malezi katika jamii yetu. Sasa ninataka kwenda kumalizia kwa kuipongeza serikali. Mheshimiwa mgeni rasmi, tunaipongeza kwa dhati serikali yetu kwa jinsi ambavyo imefanikisha ujenzi wa reli ya kisasa inayojulikana kama SGR kutoka Dar es Salaam mpaka Dodoma. Hakuna ubishi kuwa SGR imeleta mapinduzi makubwa katika sekta ya usafirishaji. Kwa vyovyote vile, jitihada zinazoendelea kuendeleza ujenzi wa SGR katika mikoa mingine ni za kupongezwa, na sisi tunaendelea kuziombea zifanikiwe. Ni katika mtazamo huo wa mapinduzi makubwa katika sekta ya usafirishaji, tunaona jinsi ambavyo kuna umuhimu kwa serikali yetu kuongeza nguvu katika kuimarisha usafiri wa reli kuja katika mikoa ya Mbeya na Songwe. Tumesikia juu ya mazungumzo yanayoendelea juu kuhusiana na uboreshaji wa usafiri wa reli ya Tazara. Tunaomba serikali iweke kipaumbele katika jambo hili. Mbeya ni mbali sana kutoka jiji kubwa la kibiashara la Dar es Salaam, ambako ndipo lilipo soko kubwa la mazao ya kibiashara yanayozalishwa Mbeya. Uimarishaji wa usafiri wa reli kwa kiwango cha kisasa utasaidia sana ukuaji wa uchumi kusini, nyanda za juu na mataifa jirani. Sitaki kusema sana kuhusu kuelekea uchaguzi mkuu kwa sababu tayari Mhashamu Baba Askofu Mkuu ameshasema, lakini nirudie tu kusema machache kwamba tunaelekea kwenye mchakato muhimu sana wa kidemokrasia. Mchakato huu ni muhimu kwa ustawi wa maendeleo nchi yetu, na tunamshukuru Mungu sana kwa kutuwezesha kupita katika hatua za mchakato za chaguzi za amani tangu tulipopata uhuru. Inawezekana kumekuwa na mapungufu hapa na pale katika michakato kadhaa hapo nyuma, na kwa vyote vile ipo nafasi ya kuboresha kila mara, kuwezesha michakato hii kuwa ya haki zaidi na kuwa yenye amani zaidi. Sisi tunaona kuwa ni jambo zuri kutaka kuboresha michakato hii. Hata hivyo, hatuungi mkono njia zozote zenye namna inawezesha kusababisha kuvunjika kwa amani ya nchi yetu, kwani tunu ya amani ikichezewa huweza kuponyoka, na tunafahamu mifano mbalimbali duniani kuwa ni vigumu sana kurejesha amani iliyopotezwa. Kwa hiyo tunatoa wito kwa wanasiasa na watu wote wanaohusika katika kuandaa, kunadi sera zinazotafuta kushika madaraka kuwa na hofu ya Mungu. Tumeshuhudia nyakati kama hizi, michakato ya uchaguzi imehusika na kuleta vitendo vya uhalifu. Tunataka kutumia fursa hii, Askofu Mkuu aliponipa pete alisema usilani, basi kukemea vikali watu wote na vitendo vyote vya kihalifu vinavyofanyika kudhuru maisha ya binadamu kwa udhuru, for the excuse wa mambo ya kisiasa. Na tunaomba vyombo vya ulinzi na usalama kuendelea kuongeza jitihada za kudhibiti matukio ya jinsi hii ya uhalifu na kufanya bidii kuwakamata wahalifu na kuwachukulia hatua stahiki. Aidha, ufafanuzi wa haraka na taarifa sahihi zinapotolewa kwa wakati huwa tiba kubwa na kuondoa taharuki na sintofahamu miongoni mwa wanajamii. Na hivyo ni jambo ambalo sisi tunaona ni vema likatiliwa mkazo. Tunajua serikali yetu inafanya bidii sana kulinda amani ya nchi yetu, ndio maana tunapokemea vikali vitendo vya uhalifu kama vile kupigwa kwa Padre Charles Kitima, katibu mkuu wa Baraza la Maaskofu Katoliki, na kuripotiwa kwa kutoonekana kwa ndugu Mdude Mpalauka Nyagali. Tunabaki na tumaini moja kwamba vyombo vyetu vya ulinzi na usalama vipo kazini, na majibu ya sintofahamu hizi na nyingine zinazofanana na hizi yatapatikana, lakini yatapatikana pia kwa wakati. Mheshimiwa mgeni rasmi, sote tunafahamu kuwa hatuwezi wote kuwa viongozi. Ni lazima tuwaamini wachache miongoni mwetu kushika madaraka katika kipindi fulani ili watuongoze. Tunawasihi Watanzania wote kukumbuka kuwa waadilifu na wenye hofu ya Mungu. Rushwa, uzushi, matusi na mambo yanayofanana na hayo ambayo hujitokeza nyakati za uchaguzi ni mambo yasiyompendeza Mungu. Tusimame katika kweli, tuwapime watu kwa uwezo walionao na nia njema walizonazo wanapoomba kuungwa mkono katika kupewa nafasi za kushika madaraka. Tukisimama katika kweli na kumwomba Mwenyezi Mungu kutuongoza katika maamuzi haya, tutafanya uchaguzi wenye haki na wenye amani.